Sawa, nikiwa napiga story na marafiki zangu mtaani hapa na pale, ninawaambia kwamba utunzaji mazingira kwanza lazima wajue sio jukumu la serikali au la taasisi kama ICCT. Utunzaji mazingira ni jukumu la kila mtu. Na ninaposema kutunza mazingira, tusiangalie mlengo mkubwa kama wa ile gari la taka kuja kuchukua taka nyumbani kwako. Tuangalie jambo dogo tu kama wewe kumaliza kula ndizi na lile ganda kulitupa sehemu inayotakiwa. Inaanza na mimi na wewe. Kitu kidogo sana, kama unapomaliza kutumia kitu ambacho unaona ni uchafu, tafuta sehemu elekezi ya kutupa ule uchafu. Tunapoongelea amani, nadhani watu wengi wanapata picha ya machafuko labda au mapigano, vita, sijui mabomu. Hapana. Mimi ninapoamka asubuhi pale nyumbani kwangu nasikia harufu ya jalala la taka la jirani yangu, sina amani nyumbani kwangu. Unapochafua resource kama maji, kama ardhi, vitapungua. Kwa mfano tunaona kama kulikuwa kuna mito mbalimbali hapa Dar es Salaam ambayo miaka ya nyuma ilikuwa inatumika kwa ajili ya maji yake yanatumika kwa ajili ya matumizi ya kawaida tu ya binadamu, ambao sasa hivi ile mito haiwezi kutumika tena kwa sababu imeshachafuliwa. Kwa hiyo tumepata scarce of resources, yani resource kama sources za maji zimepungua. Unapoleta scarcity of resources, lazima kutakuwa na uvunjifu wa amani pale. Hii migogoro ya wafugaji sijui na wakulima wanagombea nini? Resources. Hawagombei kwamba huyu anataka kuchukua mnyama wangu, hapana. Wanagombea kwamba tunapoenda kulishia sema ambao yule mkulima aenda kuchota maji akamwagie mazao yake, ndio yule anapeleka ng'ombe wake kwenda kunywa maji. Kwa sababu gani? Resources imepungua. Mito ilikuwa 4 lakini sasa hivi 3 ni michafu. Mbaki mto mmoja. Wale tu kila siku wanagombana. Chanzo ni nini? Kuto kutunza mazingira. Kwa hiyo tusiangalie kwamba sijui ni namna gani mazingira yanaweza kusababisha kupigwa mabomu au sijui watu kuuana. No, tunaangalia small aspects of peace. Mtu anapokuondolea your personal peace, amekudisturb amani yako. Siku hizi kuna sehemu nyingi sana za entertainment ambazo ziko karibu na nyumbani kwetu. Mtu ukuta wake anashare na pub fulani, anashare na bar fulani. Noise pollution. Mtu amekosesha amani. Umetoka kazini, umechoka, saa 12, saa 2 unataka kulala, unafika pale ni kelele za bar mpaka saa 7 za usiku. So katika aspect kama hizo, tunaona kwamba ukosefu au uchafuaji wa mazingira zinamkosesha mtu amani, anashindwa kufanya shughuli zake za kimaendeleo, za kupumzika, za kustarehe na familia. Kwa hiyo tuangalie aspect kama hiyo, pia inakosesha sana amani. Sisi tuna kitu kinaitwa 3Rs. Reduce, reuse, recycle. Reduce ni kupunguza. Tunapoenda kununua vitu, nunua kwa uhitaji unaohitajika, usinunue excess. Reduce. Reuse, tumia tena. Lakini ya mwisho ni kurecycle. Ukimaliza kutumia kitu, unaweza kikapitia maboresho fulani kikatumika kwa ajili ya kazi nyingine. Exactly. So kuna reduce, reuse, recycle. Kwa nyumbani hiyo ni rahisi sana. Lakini pia unaweza ukafanya kitu kinaitwa composting. Taka za jikoni unazitofautisha na taka ambazo sio taka ambazo haziozi, let's say. Kwa hiyo zile taka ambazo zinaoza sana sana za jikoni au za uwanjani, majani, manini, unaweza ukatafuta sehemu ukayachimbia, sehemu ukayaweka, yakaoza vizuri sana na yakaweza kutumika kama manure kwa ajili ya mtu ambaye anafanya gardening, kwa ajili ya kuweka kwenye mimea pale pale nyumbani. Wale watu ambao wanakuja kukusanya taka kwenye maeneo yetu ya kazi, makazi ya nyumbani au kazi pia za official work, wale huwa ni watu kutoka serikalini, lakini sio wote ni government related. Cha pili, issue zima ya urejelezaji, recycling, inatoa nafasi ya ajira kwa watu wengi sana. Kwa sababu recycling sio pekee kwenye plastiki, kuna karatasi, kuna vyuma vinavyokuwa recycled, na ubunifu wote ule ambao mtu anaweza akautumia kujua kwamba kitu fulani naweza nikakirecycle, ile ni ajira. Lakini pia kuna sorting. Sorting ni kuweka zile takataka kutokana na aina ya taka. Labda unaweka ambazo zinaoza peke yake, ambazo haziozi, ambazo labda ni plastiki peke yake, taka hatarishi kama batteries au chemical mbalimbali peke yake. Process ya kusort taka pia inampa mtu ajira. Kuna mtu ameajiriwa kazi yake ni kusort taka kule dampo. Sasa hapa niongee kama mtaalamu wa mazingira. Kitu ambacho huwa
kinasumbua sana kwenye kufanya recycling ni kufanya sorting, kuziweka zile taka tofauti, yani kuziainisha, kuainisha zile taka kutokana na composition yake, kwamba hizi zinaoza hapa, plastiki hapa, chupa hapa, glass zile hapa, kitu kama hicho. Kwa hiyo tungeweza kupata kama machine ambayo inafanya automatic sorting kutokana na composition ya taka unazotupa. Mfano, kwa hiyo unatoka na taka zako nyumbani, unatupa kwenye ile dustbin, yenyewe inazisort zile taka, kwamba hizi taka zilizotupa, kuna plastiki hizi zinawekwa huku, kuna glasi zinawekwa huku, kuna karatasi zinawekwa huku. Kwa hiyo ile pale inafanya automatic sorting tayari. Kwa hiyo tukipata teknolojia kama hiyo, itasaidia kwanza wajasiriamali. Mjasiriamali anaweza kuaccess ile machine pale, akachukua zile ambazo anaona hizi zinanifaa kwa recycling, atazibeba. Ambaye anafanya composting atabeba zile organic waste zake akafanya zake composting, unaona. Kwa hiyo itazuia ule uvivu au itaondoa ule uvivu wa wabeba taka kwenda kutupa kila kitu, wakati kuna zingine ambazo pale ni mali ambazo zitasaidia mtu fulani kwenye kwenye biashara yake pengine, au kwenye mradi ambao anafanya, ambayo inafanya automatic sorting of waste, itatusaidia sana. Lakini pia teknolojia nyingine ambayo tunaweza tukatumia, a very simple technology labda kwenye waste management, I can say, kwa mfano kwa Dar es Salaam sasa hivi tunafanya landfilling. So tunaweza tuka adopt tu teknolojia nyingine rahisi ambazo tutaziona kwenye nchi za jirani au nchi zingine ambazo zimeendelea kiasi, tukaweza kutumia hiyo teknolojia kwetu sisi wenyewe pia. Wazalisha taka tuko wengi sana. Mimi naweza nikazalisha kilo moja ya taka kwa siku labda. Kuna mwingine anazalisha tons of waste per day. Nikiangalia kwa mlengo huu naweza nikasema bado hatua zinazochukuliwa kwa wazalisha taka hazitoshi. Kuna mtu anazalisha taka tani nyingi sana, lakini give back to the community anayofanya ni ndogo sana, pengine hamna kabisa anachofanya. Yule mzalisha taka kufuatilia mpaka final stage ya bidhaa yake anayozalisha inaishia wapi ni mdogo sana. Kama nilivyosema, kuna sheria za nchi ambazo zina govern mambo ya waste management, especially kwa producer, mpaka to final stage ya ile product ambayo ile producer anakuwa imeproduce. Sheria zipo, haina shida, lakini je, zinafuatishwa? Having a policy sio sawa na follow up ya policy. Kwa hiyo tuna changamoto ya personnel wa kufanya follow up ya policy iliyowekwa, na nadhani taasisi za kimazingira ni watu namba moja ambao wanatakiwa kufanya follow up za hawa waste producers waliopo. Lakini pia kitu kingine ambacho tunaweza kufanya ni kuboresha miundombinu ya ukusanyaji wa taka. Mimi nimepata bahati ya kwenda Rwanda. Ile nchi ni safi. Ni safi mpaka unaweza ukashangaa sana. Yaani ni nchi safi, yani huoni uchafu sehemu yoyote. Kitu ambacho kwanza nilikiona hata kabla ya kuuliza ni uzalendo wao kwenye aspect yao ya mazingira. Wale watu wanasafisha mazingira kwa sababu wanapenda, wanafurahia kuona nchi yao ikiwa safi. Na hicho ni kitu ambacho nadhani kinaanza katika umri mdogo sana. Huwezi kumfundisha mtu uzalendo akiwa na miaka 60 au 50. Uzalendo unaanza kuanzia mtu akiwa mdogo sana. Kwa hiyo ningependa kutoa rai kwa Watanzania wenzangu kufundisha vijana, watoto, sana sana tuanze na watoto, uzalendo wa kuwa na mazingira safi. Kwa nini mazingira yako yawe safi? Apende tu. Kwa Tanzania nadhani it is evident and very true kwamba wilaya, nadhani wilaya ya Moshi kwenye mkoa wa Kilimanjaro ni wilaya moja safi sana. Nadhani kwa sababu ya ile faini yao ya ukikuta unatupa takataka, kuna faini nzito sana unapigwa. Kwa ile ni wilaya safi sana sana sana. Nimepata bahati ya kupita tu Kilimanjaro na nilishuhudia pia kweli ni sehemu safi, wanajitahidi sana. Lakini pia Mbeya ni pasafi na ni pazuri sana, the greenish maeneo ya pale pa kijani sana, pana fresh. Ukiamka asubuhi ukiangalia nje unapata furaha na unapata motisha ya kuanza siku yako kwa sababu eneo ni safi, linanukia, pako pa kijani. So ya Kilimanjaro na Mbeya